tumeendelea kushirikiana kwenye matukio mengi. Na mara zote tulipokuwa tukishirikiana tulikuwa tunafanikiwa kwa kiwango kikubwa sana. Na ushahidi wote tunao kwenye shughuli zetu zile za kitaifa, ikiwemo Mwenge. Huwa tunafanikiwa, Mwenge unaingia salama, unatoka salama. Tunashirikiana wote kwa pamoja kuhakikisha kwamba kila jambo linakwenda vizuri. Lakini pia kulikuwa na uchaguzi mwaka huu, uchaguzi mkuu, uchaguzi ambao uko kwa mujibu wa katiba yetu, kwamba kila baada ya miaka 5 wananchi wamepewa haki ya kidemokrasia ya kuchagua kiongozi. Kwa hiyo tuliweza wote kushirikiana kwa pamoja kuhakikisha kwamba uchaguzi unafanyika kwa amani, unafanyika kwa utulivu. Wote tumeendelea kushirikiana kwa pamoja. Lakini pia wakati wa uchaguzi ilitokea vurugu za hapa na pale, lakini wote tuliweza kushirikiana kwa pamoja, ikiwemo pia kuwaasa vijana wetu, makundi yale ambayo yanaonekana yanaweza yakachochewa, na mwisho wa siku tukajikuta kwamba tumevuka salama. Lakini kama ni ambavyo tayari tulikuwa tumeshaongea na nyinyi siku za nyuma, na leo narudia tena kuongea kwamba sasa hivi tuna kizazi tofauti na kizazi cha nyuma. Kizazi hiki kwa asilimia kubwa kimezaliwa na kukuta sisi tumeshaingia kwenye teknolojia ya matumizi makubwa ya mitandao. Sasa mule kwenye mitandao kuna mambo mengi, na ile mambo ambayo yako kwenye mitandao yameweza sasa hata kukiuka zile taratibu zetu tulizokuwa tumezizoea za kimaisha. Kwa mfano tulikuwa tumezoea pale kijijini tunakuwa tuna taratibu zetu. Kama tunamuona mtoto mwenendo wake sio mzuri, wazee pale wanakaa, ukoo unakaa, kikao cha ukoo kinakuwepo pale, anaitwa, wanamkanya, maisha yanaendelea. Lakini pia nchi yetu sisi inaongozwa kwa misingi ya sheria, kanuni na taratibu, ikiwemo katiba, ambapo hakuna mtu yote yuko juu ya sheria, kila mtu yuko chini ya sheria. Na hizi sheria ndio zinazotufanya tuweze kuishi kwa amani. Na sheria sio tu sheria ambazo zinaendesha serikali, hata katika maisha kawaida, hata mtu nyumbani kwake yupo na mke wake na watoto wake, anaweza kawa na taratibu akazipanga pale. Baba akaambia watoto wake, mimi sitaki kumuona mtoto anarudi hapa nyumbani zaidi ya saa 1. Yeye ni nani? Mimi ndo mwenye nyumba hapa. Nataka nione watoto wangu saa 11, saa 12 mpo hapa. Kunakuwa na taratibu, mnaweza mkalika automatic chai mnakunywa labda saa 4, chakula cha mchana mnakunywa labda saa 8 au chai mnakunywa saa 1, chakula cha mchana mnakula saa 7, chakula cha usiku mnakula. Zile ni taratibu. Sasa pale ambapo taratibu zikikiukwa ndio kunaleta shida. Lakini hata kwenye vitabu vyetu vya dini kuna taratibu zipo. Tumeelekezwa kwamba usifanye hiki, fanya hiki, usifanye hiki, fanya hiki. Kwa hiyo hakuna nafasi ya mtu kuweza kufanya kwa matakwa yake anapojisikia yeye. Sasa tunaona huko kwenye mitandao mengi yanazungumzwa, na hususani kwa sasa hivi ajenda ambayo iko mbele ni D9 kwa maana ya 9 Disemba. Hilo sio geni kwamba tunasikia wanahamasisha maandamano, kwamba tarehe 9 kuwe na maandamano. Na kuna mambo mengi sana ambayo yanajadiliwa kuhusiana na hayo maandamano. Sasa kwa sababu tulishasikia kuna maandamano tarehe 29 na tumeshuhudia yaliyoambatana na hayo maandamano yanayoitwa maandamano ya tarehe 29. Lakini kuna watu wanaingia mkumo kwenye hayo maandamano bila kujua chanzo chake ni nini. Lakini sisi bado tuna nafasi ya kuendelea kuiangalia wilaya yetu kwa jicho la kipekee. Wilaya ambayo kwa sasa hivi ndio inafunguka kwa kiwango kikubwa sana. Wilaya ambayo imetimiza miaka 50, ambapo maendeleo yake sasa hivi ndio tunaanza kuyaona. Kwa hiyo sisi wote kwa pamoja tunatakiwa tuendelee kushirikiana ili hapa tulipokamatia basi tuendelee kwenda vizuri. Yaani kama wilaya yetu inafunguka, mimi binafsi kama mkuu wa wilaya na nyinyi viongozi wenzangu mtakubaliana na mimi kwamba tuna nafasi ya kuendelea kushirikiana ili sasa haya maendeleo yanayokuja kwa kasi tuendelee kuyapokea na kutoa ushirikiano mkubwa. Tulifanikiwa kupata barabara kubwa kabisa, barabara ya viwango vya lami, barabara ambayo sasa imefungua wilaya yetu ya Ileje na nchi jirani kama Zambia na Malawi, lakini na mikoa mingine kama mkoa wa Rukwa na katika wilaya zingine za mkoa wa Songwe, lakini pia mkoa wa Mbeya. Hii ni barabara kubwa sana. Naweza nikasema ndio barabara ya kiuchumi. Barabara hii sasa hivi iko kwenye matengenezo
ambapo ujenzi wake utachukua kama miaka 3, kilomita 52 kutoka Isongole tu mpaka Isoko. Lakini barabara hii ya awamu ya 3 kuna kilomita 38 kutoka pale Ndembo mpaka Kasumulu kule mpakani. Sasa sisi jicho letu kama wilaya tunatakiwa tuangalie maendeleo kama haya yanayojitokeza. Lakini tumeona si barabara tu hii kubwa, lakini hata barabara za ndani tunaona, madaraja yanajengwa, tunaona huduma za afya tunaziona kwa maana ya ujenzi wa zahanati, ujenzi wa vituo vya afya, lakini pia ujenzi wa hospitali yetu ya wilaya ili endane na viwango vikubwa kulingana na wilaya zingine ama kwenye mikoa ambayo wanakuwa na hospitali kubwa, kuepuka ile rufaa kwamba mnampeleka wilayani apate huduma. Kisa hivi tuna huduma nyingi sana hapa kwenye wilaya yetu. Lakini tukiangalia hata shule zetu, vyumba vya madarasa, haya ndio ambayo tunatakiwa tuangalie. Lakini hata kwa wakulima wameongeza uzalishaji kwa kiwango kikubwa sana. Sisi tunazalisha, tunauza, lakini bado tunabakiwa na ziada kubwa sana. Kwa sababu ya nini? Ya pembejeo, ikiwemo hizi mbolea za ruzuku ambazo serikali inatoa. Kwa unakuta kuna mambo mengi ambayo sisi tunatakiwa tu focus. Lakini sasa kwa asilimia kubwa wanaokuwa wanaingia huko ni vijana. Na vijana kwa sababu ni kundi ambalo kwa asilimia kubwa kwanza ni watu ambao wanaendelea kukua. Yaani kundi la vijana ni kundi ambalo linaendelea kukua. Bado hawezi kuwa na maamuzi mazito kama ambavyo wangeweza kufanya maamuzi mtu mzima. Ndio maana unakuta kijana, mimi ningeweza kumuita hapa kijana wa miaka 15, 16, 17, 18, 19, unaweza kashangaa kaja hapa amevaa kaptula au amepiga pensi lake, ambapo wewe mtu mzima huwezi ukaja hapa kwa mkoa ila umevaa pensi, lakini kijana anaweza akavaa akaja. Unaweza kuona kwamba hili kundi bado linahitaji kuelewa, linahitaji kukumbushwa, linahitaji kukemewa, linahitaji mambo mengi sana. Sasa mimi naamini sisi kama wazazi walezi kuna mahali labda tulipoteza. Na tulipopoteza ni pale ambapo hiki kizazi kilipoingia kwenye mitandao. Kwa hiyo wanaamini kwamba kinachosema kwenye mitandao ndio maisha ya uhalisia. Kumbe hili sio maisha ya uhalisia. Kwa hiyo zile kanuni zetu, taratibu zetu zinazotuendesha kwenye serikali hazina nafasi kwa hao vijana. Lakini hata mahali ambapo tunawapa, iwe kanisani, iwe msikitini, hana nafasi kwa sababu wanapoamka kwa asilimia kubwa anaamka na simu yake, analala na simu yake. Akienda msikitini atakwenda siku ya Ijumaa, akienda kanisani ataenda Jumamosi au ataenda Jumapili. Lakini muda mwingi sana yuko na simu. Na hizi simu wanaowasiliana nao sio kwamba wanawaona. Kuna wengine hata hawajui sura zao lakini wanakuwa na mawasiliano kabisa. Sasa labda kwa kifupi, kwa sababu tunaelekea tarehe 9 na mpaka sasa hivi hatuna maelekezo rasmi wala hatuna maombi rasmi kwamba kesho kuna maandamano. Kwa hiyo maana yake sisi kwenye wilaya yetu na tuweza kusema na sisi tukiwa kama viongozi hilo jambo halipo. Kwa kama kuna mtu amepanga kuandamana, ina maana sasa hiyo sasa sio maandamano, hizo ni vurugu kwa sababu utaratibu haupo. Yaani tunaona kwenye mitandao yanayoendelea kama nilivyosema, serikali inaongozwa kwa misingi ya sheria, kanuni na taratibu. Hayo tunayoyaona yako kwenye mitandao. Sasa kwa sababu yako kwenye mitandao yanazungumzwa, tulishaona waliyafuata, kuna vijana waliyafuata hayo wakaingia kwenye vurugu kwa sababu waliona kwenye mitandao. Sasa kwenye mitandao bado yanaendelea hayo ya kusema kwamba tarehe 9 wanaandamana. Sasa nimewaita viongozi wenzangu hapa wote kwa pamoja tuliangalie hili kwa namna ya kipekee ili sisi tuendelee kubaki salama. Kama tulipita salama kwenye uchaguzi tarehe 29 na tulikaa pamoja, tulizungumza, tukakubaliana, jambo limeenda salama. Tuna machifu, bahati nzuri tumebahatika sisi tuna machifu, tuna viongozi wa dini, tuna wazee maarufu, tuna wazee mashuhuri. Chochote kinaweza kufanyika kuhakikisha kwamba tunaendelea tunapita salama, kwa sababu wanaoshawishiwa kwa kiwango kikubwa ni vijana. Vijana ni watoto wetu, vijana ni waumini wetu. Kwa bado tuna nafasi ya kuweza kukaa na vijana wetu, hususani siku ya kesho, wasije wakajikuta wanaingia kwenye mkumbo. Tulikotoka ni mbali, tunapoelekea ni karibu. Miundombinu yote tuliyokuwa nayo tusikubali ije kuharibiwa kwa sababu tu ambazo sisi tunaweza tukawa hatuna faida nazo wala vijana wetu hawana faida nazo. Kwa hiyo nitatoa nafasi pia niweze kupata mawazo yenu, alafu baadaye kuna maelekezo ambayo nitayatoa
alafu nitawaacha muendelee na taratibu zingine. Karibuni. Inaonyesha kwamba kuna wengine wameshageuka, kwa sababu walikuwa tayari kujiunga pengine kwa hali ya namna fulani. Wale kulingana wanavyopata taarifa kwa wenzao ambao walishawahi shiriki wakaachiwa kwa msamaha wa Mheshimiwa Rais, ni kweli wanasema hatuwezi, kama kuna mtu anataka jaonje kaburi basi waende. Kwa sisi kama viongozi wa mila, nadhani tunaendelea kuhamasisha kwamba vijana wasiwemo kwenye maandamano hayo, wabaki nyumbani, waangalie tarehe ambazo tumeshaambiwa lazima mtu afike nyumbani. Na ikifika muda ambao anatakiwa mtu anafanya shughuli zake, basi afanye shughuli zake. Inapofika wakati wa saa 12 arudi wewe nyumbani, kwa sababu bila kuwasaidia vijana wengine hawaelewi. Unaweza kuona mwingine anatamka kitu ambacho haelewi, lakini tulikotoka tumetoka salama, na tunapoelekea tunaelekea kwa kizazi ambacho sasa kielewi. Na ni kama nilivyosema, ni kweli wajibu wetu kuwaelimisha vijana, hata kama na watoto familia nyumbani au na vijana wa jirani zangu, natakiwa tuwaelimishe ili kwa ajili ya kuweza kusaidia, kwa sababu hakuna nchi yote duniani bila amani, kwa sababu wanaweza kufuata mkumbo. Nchi zingine zinatumia nguvu kuwashawishi watu kwa sababu ya namna fulani, ili kwa ajili ya maendeleo, kuona uchumi wa nchi fulani unavyoendelea. Lakini pia pengine kunaweza kutokea mashirika fulani, vijana jiunga na mashirika fulani ambao hayana msimamo, ili kuweza kushawishi kuingiza vurugu katika maeneo. Lakini pia hatuna mjomba wala mtu atakayeweza kujenga Tanzania. Wewe kujenga Tanzania na ile ni sisi wenyewe, wazazi pamoja na watoto wetu walioko. Kwa wilaya Ileje nadhani kuna haja ya kuhamasisha kweli, kama nilichosema, kuwasaidia vijana wetu ili wasiweze kuingia kwenye mkumbo. Tunawajulisha waumini kwamba tuiombee amani wilaya yetu Ileje, kama hapo mwanzo ilivyokuwa imefanyika, hakuwepo mauaji katika wilaya yetu. Kwa hiyo tunawajulisha msiandamani wala msihusiane na vurugu yoyote. Kwa hiyo nashukuru mkuu wa wilaya yetu inaendelea na amani na viongozi wetu na amani. Ileje singetokea hali ya kama ambavyo Ileje ilikuwa salama kipindi kilichopita, basi ingekuwa ni vema sana Ileje tena ingekuwa salama. Ni kipindi cha kilimo sasa, watu wanahangaika wapate pembejeo, waende mashambani wakapande mbegu. Sasa kama ikitokea vurugu za namna hiyo, hawa wananchi watalima saa ngapi? Watashughulisha saa ngapi? Itaturudisha nyuma. Kama mkuu wa dini, naomba amani iendelee kuwepo, wananchi waendelee na shughuli zao kama kawaida. Na ndicho tunachoendelea kuomba kila tunapokucha, kuombea amani Tanzania, na kwamba hali hii ya vurugu isitokee. Asante sana. Asante, nashukuru. Haya, mawazo mengine nataka niwafikie. Nashukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Mimi kwenye upande wa vijana na najitahidi kuwapa elimu kwa ajili ya kulinda amani. Maana kutoka tarehe 29 hakuna kilichotokea kwenye upande wa vijana wao. Kwa hiyo bado naendelea kutoa elimu na kuendelea kuomba Mwenyezi Mungu amani iendelee kutawala. Asante. Bye. Asante.